Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 10 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Lakini wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa washtakiwa kwa kumaanishi moja kwa moja kuwa haikutenda kosa bali upande wa mashtaka. Lakini habari inasema wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa washtakiwa hakumaanishi moja kwa moja kuwa hakutenda kosa bali upande wa mashtaka. Lakini kesi ya uhaini ya Lissu yarejea kortini kuisikiliza mfululizo siku 29. Kesi ya uhaini ya Lissu yarejea kortini kusikilizwa mfululizo siku 29. Lakini matapeli wanavyowinda mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidigitali. Matapeli wanavyowinda mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidigitali. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema gumzo mtoto wa Rais Ruto kuolewa na Mtanzania. Gumzo mtoto wa Rais Ruto kuolewa na Mtanzania. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaandika habari inayosema soko bobu la madini la fichuriwa Dar es Salaam, 14 wakamatwa. Soko bobu la madini la fichuriwa Dar es Salaam, 14 wakamatwa. Na makali bei ya vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba. Makali bei ya vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba. Lakini ofisi wa polisi amburuza IGP na AG kortini. Ofisa wa polisi amburuza IGP na AG kortini na sababu madai ya bima kuchelewa. Lakini hatari wanazozipitia wahudumu wa afya wakiwa kazini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika habari inayosema TRA yapeleka kicheko kwa wamiliki wa malori. TRA yapeleka kicheko kwa wamiliki wa malori. Lakini wadau kanda ya Ziwa Mashariki wapewa elimu. Lakini kilimo safi kwa afya bora ya mlaji. Na vijana watakiwa kumuunga mkono Rais Samia kwa ujasiri. Lakini serikali yaongeza nguvu kilimo na umwagiliaji. Serikali kuimarisha miundombinu kuchochea kasi ya ukuaji uchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika vigogo wastaafu washauriwa maridhiano. Vigogo wastaafu washauri maridhiano. Lakini reli zote zinazoingia bandarini Dar es Salaam kufunguliwa. Na Rais Samia kunogesha tamasha Kizimkazi. Lakini 14 mbaroni soko bobu la madini Dar es Salaam. Na marafiki washauriwa mipaka kuepuka majuto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika mtendaji mkuu WMA ahamasisha mizani iliyohakikiwa. Lakini watakaopata Division 1 St. Anne Mary Academy kwenda ziara Mombasa, Kenya. Na Global Education Link ya wafunda wanaokwenda kusoma nje ya nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika wanaokwenda kusoma India wapewa angalizo. Lakini aliyeitia TRA hasara ya milioni 971 kuozea jela. Na meneja CRDB ashangazwa na vipaji vya wanafunzi wa St. Anne Mary Academy. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaandika EWURA yatoa wito ujenzi vituo vya mafuta vijijini. Wizara ya ardhi kuandaa ramani mpya uwanja wa 88 Bariadi. Lakini soko bubu la kuuza madini la kamatwa Dar es Salaam. Chadema Tanga walalamikia vitisho, wataka haki maridhiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania lenye inaandika viongozi wa nchi
Chadema walazimishwa kukiri kutumika. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika Global kusafirisha kundi la kwanza kwenda India, na mtendaji mkuu WMA aonya matumizi vipimo visivyo sahihi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ni Global kusafirisha kundi la kwanza kwenda India, wanaokwenda vyuo bora India vikiwemo Sharda na LPU. Lakini Moreli awataka wasibweteke na masomo, watafute fursa za kibiashara. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Chadema Tanga walipuka tena, mwenyekiti Kilindi ahoji maslahi ya wanaokataa maridhiano, aeleza John Heche amedhalilisha wanachama wao, katibu Rishoto asema walilazimishwa kuomba msamaha. Lakini aliyemtoza mgonjwa 1,500,000 akalia kuti kavu mkoani Mara, na waliotengeneza soko bubu la madini wadakwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Dira linaandika Dejembi aitaka Kahama kuongeza kasi ya ujenzi jengo la mama na mtoto. Lakini katibu Chadema Lushoto nililazimishwa kuomba msamaha, mwenyekiti Kilindi ataka maridhiano, amtaja Heche kumdhalilisha wanachama, asifu busara za John Mnyika. Lakini raia kigeni ahusishwa na utoroshaji madini ya mamilioni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Wizara ya Afya ahidi kuendelea kuwajengea uwezo watendaji. Lakini Hemedi kuzindua programu okoa mvuvi Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Chadema Tanga wazidi kulipuka. Lakini Dejembi ataka bilioni 6.7 zikamilishe jengo la mama na mtoto Kahama kwa wakati. Lakini Mbeya ya ng'ara ni 8/2026, serikali yaongeza nguvu kilimo na umwagiliaji. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Mwanahabari linaandika Rais Samia azipongeza Simba na Yanga. Lakini Habibu Kondo apania kuipandisha Bandari, na Mashujaa tumejipanga ligi kuu, huku Alonso Chelsea aitamani EPL. Yanga Day mashabiki wapongeza kikosi chao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Rais Samia ipongeza Simba kwa tamasha kubwa. Lakini Yanga yaivutia kasi Simba ngao ya jamii. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika media zitaka taasisi za fedha kuwekeza katika michezo. Lakini siku ya mwananchi yatia fora. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Na gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Mwana FA alivyoamsha vibe East Coast team tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Lakini mashabiki wa Simba tumeumizwa, mwenyekiti wetu kutopewa maiki. Au ni mashabiki wa Simba wasema tumeumizwa, mwenyekiti wetu kutokupewa maiki. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika tamasha la Yanga moto. Tamasha la Yanga moto, Steve Beka alia na washambuliaji Simba. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika tukutane Agosti 12, Yanga Day vibe la kutosha, kituo kinachofuata Kariakoo Derby. Lakini majeraha ya tesa wachezaji, bima ikibaki kuwa ndoto, na upinzani wa Yanga kafu waitaja Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.